Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Na katika fikra za upotevu ni mtu ambaye anaamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba kwa ajili ya ibada, na haikutosha akamletea vitabu au akamletea mitume wakaja pamoja na mafaili ama na vitabu ambavyo ni miongozo kwa ajili ya kumuongoza huyu mwanadamu kwenye hili lengo aliloumbiwa na Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu, lakini akaitakidi kwamba anaweza akaabudu vile atakavyo yeye. Anaabudu lakini si kwa ibada alizowekewa, au kwa ibada alizowekewa si kwa mfumo aliowekewa. Anaabudu kwa vile aonavyo yeye. Haya ni makosa makubwa ikiwa mtu anaitakidi kwamba ibada ni jambo linaweza kutoka katika fikra ya yule ambaye anaabudu, wala si kwa yule ambaye anatakiwa kuabudiwa. Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala anasema katika surati Shura, am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'dhan bihi Allah. Hivi wanadamu wana miungu ya kishirikina, shara'u lahum min ad-din, ambayo imewawekea sheria katika dini. Imeitwa ni miungu kwa sababu mwenye sifa ya kuweka sheria ni Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu peke yake. Kwa hivyo mwingine akijitia katika wasifu huu anakuwa amejifanya kuwa ni Mungu, na wanaomkubali wanakuwa wamemfanya kuwa ni Mungu sambamba na Allahu Jalla Jalaluhu katika hii sifa ya kuwawekea sheria ya kuabudu viumbe wake. Am lahum shuraka'u, hivi wana miungu ya kishirikina, shara'u lahum min ad-din, ambayo imewawekea sheria katika dini, ma lam ya'dhan bihi Allah, sheria katika dini ya Mwenyezi Mungu, sheria ambayo mwenyewe Mwenyezi Mungu hajaidhinisha. Walaula kalimatul fasli la qudiya bainahum, lau kama si tamko la qadari kwamba kila mtu ataishi kwa umri aliopangiwa, basi umri wao ungelikatizwa kwa sababu ya hili kosa. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad, yeyote ambaye ataleta dini ambayo si hii ya Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu, hiyo atarudishiwa mwenyewe. Alafu ibada lengo lake ni kumtii Allah. Itakuwaje mtu amtii Allah kwa amri na maelekezo ambayo sio ya Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu? Ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala atuletea kitabu na akatuletea mtume na akatuambia, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Nyinyi katika hili jambo la kuabudu mna kiigizo chema kizuri zaidi, kizuri sana, ambacho ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akatueleza maneno yanayotufahamisha kwamba maswahaba wangu hawa ndio matokeo ndio matokeo ya field ile ambayo imetajwa katika mafundisho ya Qur'ani na hadithi. Hawa ndio kama shamba darasa, yale mafundisho katika Qur'ani na hadithi yanayomwelekeza mwanadamu aweje katika kumwabudu Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Hawa ndio mfano wa watu waliofanya vizuri sana kwa vitendo hayo maelezo yaliyokuja kwa maneno katika Qur'ani na hadithi. Masahaba bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio akasema, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin, shikamaneni na mwenendo wangu na mwenendo wa masahaba. Ndio maana kanuni ya dini inasema kila jambo ambalo, kila tafsiri ambayo unaidhania kwamba ni tafsiri sahihi, lakini tafsiri hiyo ya dini ikawa haionekani katika maisha ya maswahaba, basi hiyo tafsiri ni ya makosa. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, watu wengine wakiwa ni waumini kama uumini wenu nyinyi maswahaba, watakuwa wameongoka. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq, na ikiwa watapita mapito mengine au watageukia upande mwingine, watakuwa katika pande mbalimbali za upotevu.
sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.